mtazamaji na mwana michezo mwenzangu, ni asubuhi bwana, siku ya Ijumaa, ni siku tukufu kabisa kwa ndugu zetu wa Waislamu. Bwana, niko mitaa ya Posta na nimekuja kuzungumza na bingwa wa misimu yote Januari mpaka Desemba, Dosa Yanga, mmoja kati ya mashabiki wa Young Africans ambaye anafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa. Na watu wengi sasa hivi bwana, baadhi wa Young Africans wamekuwa wanampiga sana vita. Mimi nimemtafuta hapa kuweza kuzungumza naye kuhusiana na mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara, especially timu yake, lakini pia na mnyama Simba Sports, mechi ambayo amecheza, amefanikiwa kwenda hatua ya nusu finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Dosa, kwema? Kwema, mambo vipi? Asalamu alaykum. Dede, wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Mjini kushakuwa kubaya. Muda mchache watu wanalia huko na simulia. Vipi ndugu yangu? Aisee, safi, kwema? Mambo yanasemaje? Bwana saidia, tuko 100%, tuko vizuri kabisa. Ndio bwana, mechi ya Azam jana Dar es Salaam Derby kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans 2-1, mkifanikiwa kushinda katika dimba la Azam Complex ambapo mlipoteza mechi yenu ya kwanza. Mchezo kiujumla, dakika zote 90, uliuonaje kwa jicho lako la kiutaalamu kabisa? Mchezo nimeuona kiujumla, Yanga ameshinda goli 2-1. Kumpongeza sana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu moja ya mechi ambayo tulikuwa tunaitarajia na tunaidhamiria ni kwenda kumfunga Azam FC, kuhakikisha kukaa kwenye mazingira mazuri ya kuchukua ubingwa wa Champions League msimu huu. Lakini Dede, jana palikuwa na mechi mbili. Azam palikuwa na timu mbili na Yanga walikuwa na timu mbili. Una maana gani unakosema Azam kulikuwa na timu mbili? Sana. Azam wa kipindi cha kwanza sio Azam wa kipindi cha pili. Yanga ya kipindi cha kwanza sio Yanga ya kipindi cha pili. Hapo umenielewa vizuri? Nimekuelewa. Umenielewa vizuri? Kwa maana Azam, Young Africans kwenye mechi ya dakika ya kipindi cha kwanza alidominate karibia mchezo wote. Azam alivyorudi naye alirudi vizuri, akaubalance ule mchezo pia. Hayo ndo maana yangu ilikuwa halisi. Kama unaangalia mpira, lakini kwa sababu Yanga wameshinda, lazima tuwapongeze. Ile palikuwa na timu mbili. Yanga kipindi cha kwanza na Yanga kipindi cha pili. Azam wa kipindi cha kwanza na Azam wa kipindi cha pili. Sipati picha kama hii Azam ya kipindi cha pili alafu ingecheza na ile Yanga kipindi cha kwanza, nini kingetokea? Bonge moja la mechi. Lakini unaona kabisa kipindi cha kwanza mechi ilikuwa ya upande mmoja. Yaani ya Azam alizidiwa kwenye kila ina maeneo. Yanga alimlazimisha Azam kukubali kila anavyohitaji. Ndio maana unaona mpaka kwenye faulu Azam alizidiwa, mpaka kwenye kona Azam alizidiwa, mpaka kwenye magoli Azam alifanyaje? Alizidiwa. Kwa hiyo mpaka kwenye kumiliki mpira Azam alifanyaje? Alizidiwa. Lakini ubora wa Azam ulikuja ukatuonyesha sisi kipindi cha pili. Sijui kama itakuwa niko sawa na wenzangu, lakini kuna namna kipindi cha pili mimi kama Yanga nilitamani mechi iishe. Sahihi. Sio, umeelewa vizuri? Kuna namna kipindi cha pili mimi kama Yanga shabiki nilitamani mechi iishe, kwa sababu Azam walikuwa bora sana kipindi cha pili kuliko kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha kwanza watu wengi, hata washabiki wa Azam, wanaamini kwamba mwalimu alikosea selection ya kikosi kwenda kule. Kama alijilinda zaidi, aliogopa, aliwahofia Yanga. Wewe kwa mtazamo wako unaona mwalimu ni kweli alikosea, labda angeweza kufunguka kama ambavyo alifanya katika kipindi cha pili? Kila timu inaweza ikaiofia Yanga. Yaani ile pukiki Dede. Pressing ya hali ya juu Yanga anafanya, hususan katika dakika za mwanzo. Kwa sababu kwa watu ambao wamecheza mpira wanaelewa, klabu kubwa ndani ya dakika 15 zinahitaji matokeo. Na ndio maana unaona Yanga alivyokuja, pressing yake ya juu, pressing yake ya kati, mpaka nyuma huku kwa kina Dickson Job walikuwa wanafanya pressing. Kwa hiyo ilikuwa simuoni Azam kwa namna yote kuchomoka kwenye kile kipindi cha kwanza. Kwa hiyo naulizwa unatoa utoi? Wametoa. Goli la Pacome Pedro Zouzoua. Pasi kutoka Carlos Chota Chama. Sema hiyo. Pasi zile kwa tunazimisi sana. Unajua Dede, kuna watu wanamsifiri Chama tofauti. Lakini mimi nishaye kuambia Chama atabaki kuwa ni kivuli cha mpira wetu wa Tanzania. Chama atabaki kuwa role model wa viungo wote wanaokuja kucheza mpira wetu wa Tanzania. Ni mchezaji ambaye hatumii energy, anatumia maarifa zaidi kulenesha mpira wa miguu. Angalia pasi aloipiga ile kama inge. Pasi zile kule Uingereza kwa zinapigwa na mtu mmoja anaitwa Fabregas. Ushapata kumwangalia huyo? Watoto 2000 haja kumwangalia. Bonge moja la pasi. Lakini hongera sana kwa mfungaji. Amekimbia na moment, pasi ambayo imetoka kwa Dube nafikiri bonge moja la goli. Hongera sana Pacome Zouzoua. Bwana, mimi nataka uniambie sasa Young Africans kwa namna ambavyo wamecheza jana, ameruka kiunzi kingine. Watu walikuwa kuna viunzi ambavyo wamemhesabia labda Costa anaweza akakwama labda na
kwa sababu hizo ndio timu ambazo akikutana nazo huwa mechi inakuwa mechi kweli. Coast hivyo Azam, lakini tunaona amevuka kiunzi. Ukitazama katika timu ambazo zimebaki, Singida, Namungo, Dodoma Jiji, ni aina ya timu ambazo anazifungaga mara zote, hajawahi kupata hata nazo sare. Ni kusema Young Africans njia ni nyeupe kuelekea katika kuchukua ubingwa. Ili Yanga awe bingwa lazima mfunge Simba Sports Club. No comment. Yaani hakuna jambo jingine lolote. Na ili Simba awe bingwa lazima mfunge Yanga. Tutahangaishana tu. Tutasumbua tu mahakama. Lakini kwa performance ya jana kipindi cha kwanza, Yanga una haki ya kuidai mechi ya Simba. Yanga una haki ya kusamea migogoro yote iliyotokea dhidi ya bodi ya ligi. Kwa performance ya jana Kipindi cha kwanza, Yanga una haki na stahili kuiomba Simba kuja uwanjani. Wala hakuna mtu atakayefunga Simba kwenye hii mechi zilizobaki brother. Singida mzui. Hakuna timu yoyote, niliwahi kusema na nitasema. Mtu akumpa ubingwa Yanga ni Simba na mtu akumpa ubingwa Simba ni Yanga mwenyewe. Kwa hiyo wakae walimalize huo mgogoro wao. Tuje uwanjani tuamue nani atakuwa bingwa msimu huu. Kwa taswira, umemwangalia mnyama juzi akiunguruma mechi ya kimataifa shirikisho, na Yanga jana umemwangalia. Ukiangalia aina ya performance zao wote waliofanya, unadhani utakuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo bado hujapangwa Dede. Mfano kama ukitokea sasa, tuna imagine kwa sababu mchezo lazima utachezwa. Wewe una uhakika? Hawezi kuwa mtu bingwa bila mchezo kuchezwa. Ngoja basi. Wewe una uhakika mchezo utachezwa? Na uhakika ndio. 100%. Wewe unapingana na mashabiki wote wa Yanga wanaoimba, wanaoandamana kwamba mechi haichezwi. Nasikiliza mamlaka. Mamlaka imesemaje? Mchezo utapangiwa tarehe. Kwa mamlaka wanasema mchezo utaupangia tarehe. Bado tarehe hatujajua. Kwa hiyo tuna imagine kwa mujibu wa mamlaka, ikipangiwa tarehe manake watazima. Hata mimi kama mdau wa mpira natamani sana hii mechi ichezwe Dede. Natamani sana kwa sababu tunakwenda kuwashuhudia wachezaji wenye mizani sawa. Tunakwenda kushuhudia timu zenye mizani sawa. Yanga na wachezaji waliokuwa bora, lakini Simba vile vile wana wachezaji waliokuwa bora. Na ndio maana nikasema tutahangaika sana, tutafanya hivi, tutacheza na huyo, lakini hatima ya ubingwa wa ligi kuu NBC iko mikononi kwa hawa watu wawili. Kwa hiyo ukiniuliza mchezo utakuwaje, mchezo utakuwa ni mgumu na kila mtu ana nafasi ya kushinda. Ingawa mara nyingi kwenye approach ya mechi, bingwa mtetezi ndio anapewa nafasi ya kushinda huo ubingwa wa ligi kuu. Lakini tutaamini Simba nao wanaweza wakatoa surprise zidi ya Yanga mchezo unaokuja. Ndio. Wachezaji wengi wanafungana magoli 12, assist niona nakaribiana. Unaiona pia mechi ya dabi ikawa kama ni njia ya kumtoa MVP. Sijajua itapangwa muda gani. Lakini kama itakuwa ni mechi ya mwisho ya ligi kuu, basi hiyo ndio itakayoamua nani atakuwa MVP wa ligi. Lakini mpaka sasa ukiangalia kuna watu wameingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo MVP. Kama itakuwa wadau ndio wanapiga kura, na maanisha sisi mashabiki. Umeelewa hapo Dede? Wadau. Pagumu hapo. Hapo kushakuwa kubaya. Pacome amezinduka. Mwanzo nilikuwa nasema haitokuwa ubishi Charles Ahoua kupewa MVP. Lakini inawezekana naye kwa sababu Charles Ahoua amesimama kucheza, naye anaweza akaja akatusurprise. Lakini mimi naamini wachezaji watatu wana nafasi kubwa sana ya kuchukua tuzo MVP. Pacome Zouzoua, Charles Ahoua, Faisal Salum wanaingia kwenye hiyo tuzo brother. Mmoja hapo lazima aondoke na hiyo tuzo. Yeah. Hao wanaofunga wakina Mzize. Mara nyingi tuzo ya ufungaji bora ya mchezaji bora aendi kwa mfungaji bora. Mara nyingi sana. Sio kwamba haiwezekani. Tumeshuhudia msimu uliopita Stefano Aziz Ki kuwa kiungo bora, kuwa mchezaji bora, lakini kuwa nini? Mfungaji bora. Kwa hiyo safari hii sioni kabisa mchezaji atakayeongoza kwa magoli ndio atakayekuwa MVP wa ligi. Viungo Stefano Pacome Zouzoua, kiungo Charles Ahoua, kiungo Faisal Salum, wao wenyewe wataamua nani awe MVP wa ligi kwa msimu huu. Ukipewa kama mpaka sasa hivi hapa kwa tulikofikia kiungo bora wa ligi ya NBC, kiungo bora wa ligi. Dede lo swali niache. Kushakuwa kubaya. Babaya. Mbele kubaya sana. Tuangalie kidogo mechi ambayo amecheza Simba Sports.